Shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Mahali popote pale ambapo unanifuatilia, amani uwe nawe. Ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa katika ishara za kinabii, kwa njia ya ndoto, ukakuta umelala, alafu ukaota ndoto ukamuona punda katika mazingira ya aina yoyote. Pengine punda amebeba mzigo, au ukamuona punda anakula majani, au ukamuona punda amelala, lakini ni ndoto, unamuona punda. Sasa ndoto inakupa taarifa. Kila ndoto ambayo unaota inakupa taarifa inayohusu maisha yako. Kila ndoto ambayo unaiota imebeba moja kwa moja ujumbe unaohusu maisha yako. Sasa katika ishara ya kinabii kwa njia ya ndoto, ukamuota punda, ishara ya namna hii, jambo la kwanza inaashiria ugumu wa maisha. Hilo ni jambo la kwanza, manake unaonyesha kwamba unaingia katika hali ya ugumu au katika hali ya ukame na ukiwa katika uhalisia wa maisha. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hii, hata kama unajiona una fedha, unajiona akaunti zimejaa fedha, au unaona mambo yako mengi yanaenda vizuri, unaona mambo yako mengi yanaenda sawasawa, alafu ukamuona punda kiroho, hiyo ni ishara ya kwamba kuna hali ya ugumu ambao utaenda kuupitia, kuna hali ya ukame ambao utaenda kuupitia, kuna hali ya dhiki, hali ya uhitaji, hali ya kudolola kiuchumi, hali ya kuporomoka kimafanikio. Unaonyesha wazi kwamba hizo hali zitaambatana pamoja na wewe katika ishara za kinabii, katika uhalisia wa maisha. Kwa hiyo kila kitu huwa kinaanzia rohoni, na pale ambapo unaona ishara ya namna hiyo, simama sana katika maombi. Ni alama ya shambulizi la kiroho, ni alama ya vamizi la kiroho. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo, ukasimama katika maombi, kuzivunja hizo roho, kuziharibu hizo roho, kujitenga na hizo roho za uharibifu, kujitenga na hizo roho za kucheleweshwa katika hatima ya maisha yako. Kwa ishara ya namna hiyo, pale ambapo unaiona unamuona punda katika ishara ya ndoto, ni alama ya utumwa, alama ya kutawaliwa, alama ya kurudi nyuma kimaisha, alama ya kudumaa kimaisha, alama ya kupitia adha, alama ya kupitia tabu na shida na vifungo mbalimbali, alama ya kupitia ugumu wa kiuchumi. Kwa hiyo katika ishara za kinabii, pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo, simama sana katika maombi, jitenge na hizo roho, haribu hizo roho, sambalatisha hizo roho, ziharibu kabisa, zihukumu. Tumia damu ya Yesu, tumia moto wa Yesu, tumia nguvu ya Roho Mtakatifu ili kujitenga na hizo madhabahu zote za uharibifu, na Mungu atakubariki sana 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 katika maisha yako. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia, lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Una ndoto zako, una shida zako zinakusumbua, unahitaji maombi na maombezi, namba zetu hizo ni mahususi kwa ajili ya shida za namna hiyo. Usiache kusubscribe akaunti yetu hii, usiache kulike pamoja na kucomment, na Mungu atakubariki sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.